Naam, hii ni Sanga Media TV na hapa mbele tuko na mchambuzi wa kandanda ya boli, kandanda ya mpira. Na tuko naye hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, naye ataenda kuelezea kwa uchache sana hisia zake juu ya mchezo huu wa leo. Karibu sana. Asante. Kwa mchezo wa leo nafikiri mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa sababu ya kwanza unachezeshwa na refa kutoka nje. Lakini ndio mechi ambayo inakwenda kuamua bingwa wa NBC Premier League msimu huu. Kwa hiyo hukumu kwanza unaanzia hapo, namna gani ambavyo unaweza kwenda kuyashinda ama tukio, kwa sababu ili uwe bingwa lazima ushinde kwenye mchezo wa leo ama upate sare kwa upande wako. Lakini unapataje sare ama unaanzaje kuwa na hiyo nidhamu ya kupata hicho ambacho unakidai kupata mbele ya refa ambaye hatuangalia huyu ni Simba, huyu ni Yanga, atapita kwenye yake. Kwa hiyo inawezekana maandalizi ya leo ambao Simba wanayofanya ama Yanga wanayofanya, wanapaswa kujua kabisa jua ile falii mtu ni changamoto kulingana na namna ambavyo tumezoeana kucheza kwenye dabi za Kariakoo. Kwanza ujio ile falii kwa mimi naamini kwenda kuongeza nidhamu kubwa ya kiuchezaji kwa upande wa wachezaji. Inawezekana kuna namna ambavyo marefa wetu wanashindwa kutafsiri sheria 17 vikundi ama wanakumbia masikio pasina kufuata sheria, basi ile falii leo atasimama kwenye sheria 17 namna ambavyo wanataka. Lakini sababu ya pili ya kwanza, lakini kumbuka timu yake imekuwa nyakati nzuri sana mbele ya Simba Sports Club. Kwa kujua nini ambacho Faldo anakuja nacho kama majibu, kwa sababu kwenye mchezo wa mwisho alijibu na akasema kama nitapewa karatasi ni saini kwenda kubeba ubingwa wa NBC Premier League dhidi ya Yanga, niko tayari kusaini. Maana yake anaamini kwenye kile ambacho kunacho, kwa maana vitendea kazi kwa wachezaji. Lakini kingine anaamini zaidi labda kwenye mchezo uliopita alipoteza kwa sababu ya waamuzi kushindwa kutafsiri sheria 17 vizuri. Lakini natamani pia kuona namna gani ambavyo Hamdi Miludi anaweza kuwa muendelezo wa kile ambacho Yanga amekuwa nacho kwenye mechi za dabi. Maana kama atashinda leo itakuwa ni mara 5 kuuliza. Kwa hiyo namna gani sasa ambao Fadlu Davis anaweza akajibu maswali ambayo Yanga amekuwa akimuuliza, lakini namna gani ambao Fadlu kwa maana Hamdi Miludi anaweza akawa na muendelezo chanya kwenye kile ambacho makocha waliopita wamefanya ama kujianzisha. Anaitwa Yusuf David Bundara, mchambuzi wa soka nchini Tanzania, lakini ukitaka kunitafuta kwenye mitandao ya kijamii andika Yusuf Jayala. Yusuf Jayala. Ikiwa natafsiri Yusuf Junior, Yusuf mdogo. Bwana asante sana. Asante. Tutakutana baada ya mpira kumaliza. Nikutakia kila la heri.